Katika miezi ya hivi karibuni kumeibuka biashara ya ununuzi wa simu za mkopo ambapo mteja analazimika kulipa kwa mujibu wa makubaliano na muuzaji, na akikiuka makubaliano, muuzaji analazimika kuifunga simu isitumike mpaka mteja atakapofanya malipo. Utaratibu huu, licha ya kuwawezesha watu wengi zaidi kumiliki simu za mkononi, umekuwa ukileta hofu kwa baadhi ya wananchi kuhusu usalama wa taarifa zao, hasa baada ya muuzaji kuwa na uwezo wa kuifunga simu isitumike licha ya kuwa haiko katika himaya yake. Watu wafuatilie, kama anaweza kuikontrol simu yako, ina maana hata usiri pia hamna. Kwa hiyo hata akisema aiangalie vitu vyako vya mule ndani, anaweza akaviangalia pia. Sasa unahifadhi vipi sasa wakati wao mpaka wanafikia stage ya kukufungia simu? Maana hata vitu kwenye simu wao wana uwezo wa kuviona. Mitaa ya Kariakoo ni moja ya eneo maalum kwa biashara za simu. TBC imefika katika eneo hili na kuzungumza na wafanyabiashara wanaouza simu za mkononi ili kubaini uwezekano wa kudukua taarifa za wakopaji. Kwa sasa hivi unaweza kukopesha watu 4, 5, lakini zamani ilikuwa unaweza kukopesha mpaka watu 30 kwa siku. Tunaweka kitu kwenye simu, yani kuna system ambayo inawekwa kwenye simu ambayo mtu hawezi kuondoka na simu bila kulipa ule mkopo. Hata usipolipa, ikipita ile tarehe, automatic simu yenyewe inajizima. Simu inakuwa ni kopo, yani inazima, yani huwezi kufanya chochote. Jinsi mfumo ambavyo umewekwa ni kwamba wao wanatrack tu kwamba mtu anaweza akaingia tu kwenye simu yako sana kwenye issue ya security, kwamba simu yako huwezi ukaielazi, huwezi ukaifuta. Sio umeelewa, lakini kwamba kuingilia wasome message unaosoma unafanya nini, si kweli. Hivi karibuni Bunge la Tanzania lilipitisha sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2022 ili kulinda faragha za watu binafsi na kuhakikisha taasisi na watu wanaochakata taarifa binafsi wanafanya hivyo kwa uwajibikaji. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo, TBC.